chochote ambacho Mungu amefanya katika Kristo unazaa mwenendo. Dhabihu ya Yesu Kristo ni dhabihu ya Mungu kwa ajili yetu. Lakini kwa sababu Mungu alitoa, atufundisha na sisi namna ya kuabudu kwa maana ya mwenendo. Sasa maana yake, kwa sababu Mungu amefanya hivi na sisi tunafanya hivi. Mungu alitupenda katika Kristo, kwa hiyo na sisi twapenda. Mungu alimtoa mwanae kwa ajili yetu katika Kristo, imetupasa na sisi kutoa nafsi zetu kwa ajili ya watu wengine. Mungu ametufanyia mambo haya ili tufanye mambo haya. Mungu ametusamehe kwa njia ya Yesu Kristo, kama Mungu alivyotusamehe na sisi tunasamehe wengine. Kwa Mungu ametufundisha katika utoaji wa Yesu Kristo ibada kamili. Hiyo inazaa kitu kinachoitwa nini? Mwenendo, ambao pia unaitwa nini? Ibada. Kwa ibada namba moja ni imani katika kazi ya kamilifu ya Yesu Kristo, au imani katika kazi ya ukombozi, au imani katika ukombozi wa Yesu Kristo. Ibada namba moja ni kuamini kile ambacho Kristo amefanya. Lakini naweza nikwambia namba mbili haipo kabla ya namba moja. Haianzi matendo kwanza kabla ya kuamini kwanza. Yule mwanamke alitakiwa kufanya nini? Kumwamini Yesu Kristo kwanza kabla hajafanya ibada. Ibada aliyokuwa anafanya kabla ya kumuona Yesu au kumwamini Yesu ni ibada isiyo halisi. Lakini kuanzia hapo, yule mwanamke chochote anachofanya kwa sababu Kristo amemfanyia inaitwa na yenyewe nini? Ibada. Kwa ibada kamili namba moja ni kuamini. Namba mbili ni mwenendo unaotokana na imani yetu.